Waziri wa Fedha Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba mbunge amewataka watumishi wa Wizara ya Fedha kutekeleza majukumu yao ya kila siku kwa kuzingatia misingi ya kazi na utawala bora ili kuepusha malalamiko yasiyo na lazima kutoka kwa wadau wake wakiwemo wananchi. Mheshimiwa Dr. Nchemba ameyasema hayo wakati akifungua mkutano wa 38 wa Baraza la Wafanyakazi la Wizara ya Fedha lililofanyika katika kituo cha mikutano cha APC kilicho Bunju mkoani Dar es Salaam. Aidha, Mheshimiwa Dr. Nchemba aliutaka uongozi wa wizara kumchukulia hatua stahiki kwa mujibu wa taratibu mtumishi yeyote atakayebainika na kuthibitika kwenda kinyume na misingi ya maadili katika utendaji kazi ili kulinda heshima ya wizara. Na mnukuu Nchemba akisema kuwa, ninatambua kwamba mnafahamu misingi ya utendaji kazi katika utumishi wa umma, hivyo si jambo jema kusikia mtumishi yeyote wa Wizara ya Fedha anakiuka misingi ya utawala bora katika utumishi wa umma, ameweza kusema Mwigulu Nchemba. Pia Mheshimiwa Dr. Nchemba amewapongeza watumishi wote wa wizara hiyo kwa kazi na mchango wao mkubwa uliofanikisha majukumu yake ya kusimamia uchumi wa nchi na kuwezesha upatikanaji wa fedha zinazotumika kutekeleza miradi mbalimbali ya kiuchumi na kijamii. Aliwataka watumishi wa wizara kuendelea kufanya kazi kwa ushirikiano kati ya watumishi wa ndani ya idara, wizara na taasisi zilizo chini ya Wizara ya Fedha na kuzielekeza taasisi kutekeleza majukumu yao ya msingi kama inavyotarajiwa na serikali pamoja na wadau wengine. Mheshimiwa Dr. Nchemba aliongeza kuwa kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na wizara katika kuwapatia mafunzo watumishi wake, hivyo ni lazima matokeo ya mafunzo hayo yaonekane kwa vitendo kupitia utendaji wa kila mtumishi, na kusisitiza umuhimu wa watumishi kuendelea kupatiwa mafunzo ya mara kwa mara ili kuboresha utendaji na kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Awali akimkaribisha mgeni rasmi mwenyekiti wa baraza hilo la wafanyakazi ambaye ni katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Dr. Natu Elimamri Mwamba, alisema kuwa lengo kuu la baraza la wafanyakazi ni kuwashirikisha wafanyakazi katika utekelezaji wa shughuli za wizara kwa kushirikiana na uongozi, ikiwa ni pamoja na kuishauri wizara juu ya ufanisi wa kazi na hatua zinazofaa kuchukuliwa ili huduma zinazotolewa na wizara zikidhi matarajio ya wateja. Dr. Mwamba aliongeza kuwa katika utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024-2025, wizara imepata mafanikio mbalimbali yakiwemo kupandishwa vyeo kwa watumishi 484 kwa kada mbalimbali na kulipa jumla ya shilingi bilioni 5,909,765 ikiwa ni malimbikizo ya mishahara kwa watumishi wa wizara. Aidha, katika mwaka wa fedha 2024-2025, serikali imeshatoa kibali ili watumishi wenye sifa waweze kupandishwa vyeo. Uchambuzi wa awali umebaini kuwa watumishi 313 wana sifa za kupandishwa vyeo, alisema Dr. Mwamba. Dr. Mwamba aliongeza kuwa mkutano wa 38 wa baraza la wafanyakazi ni mwendelezo wa mikutano mingine ambayo imekuwa ikifanyika kila mwaka, ambapo kupitia mikutano hiyo wajumbe wamekuwa wakitoa maoni na mapendekezo ambayo yamesaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha maslahi ya watumishi na utendaji kazi wa wizara. Mkutano wa 38 wa baraza la wafanyakazi wa Wizara ya Fedha umewakutanisha wajumbe kutoka makao makuu ya wizara, wakuu wa hazina ndogo, wahakiki mali kutoka mikoa yote ya Tanzania bara. Hii ni Mbayu TV, langu jina ni David Edward. Uwe na siku njema.